Utagunduaje kwamba mpenzi wako alipata changamoto za malezi? Utagunduaje kwamba mpenzi wako alipata changamoto za malezi? Hii topic naizungumza ili kukusaidia kwenye upana wa maeneo mengine ambayo watu wengi wamekuwa wakiuliza maswali. Na ili kukusaidia zaidi, tafuta topic ambayo nimezungumza hapa pia kuhusu vyanzo vya tabia ngumu ya mpenzi wako. Tafuta hiyo topic, Chris Mauki, vyanzo vya tabia ngumu kwa mpenzi wako. Itakuonyesha namna ambavyo ina uhusiano na topic hii ya kujua utajuaje alipata changamoto za kimalezi. Lakini pia tafuta topics zote nilizozungumza kuhusu midlife crisis, kipindi cha mpito cha mpito cha ndoa, kipindi cha mpito cha kati cha ndoa, midlife crisis. Nimezungumza kuhusu role ya malezi na makuzi katika kipindi hicho cha ndoa. Sasa topic ya leo nataka nikusaidie utagunduaje sasa, kwa sababu wengi wamekuwa kuuliza nitagunduaje sasa, anafanya hivi na hivi, sijui kama ni yeye au anafanya makusudi. Utagunduaje kwamba hizi tabia ni tabia zake, hizi ni makusudi, hizi ni changamoto za kimalezi? Vitu vifuatavyo utaviona, na bahati mbaya au nzuri, hizi dalili sasa ukizijua, ndio common dalili za wakati utaziona wakati wa kipindi cha mpito cha kati cha ndoa, midlife crisis. Utaziona hizi sana. Kama hujazielewa utaona rangi zote, I promise you. Dalili ya kwanza, anazidi sana kuwa mbinafsi au ni mbinafsi sana kwenye kila kitu. Matakwa yake, his needs are priority, not your needs. Atapanga kuhusu yeye, ataongelea kuhusu yeye, atazungumza kuhusu yeye, ataandaa vitu kuhusu yeye. It is not about you, it is about him. His needs, her needs are the priority. Ubinafsi ndio kitu kikubwa kwenye maisha yake. Fahamu kabisa alipata changamoto za kimakuzi na kimalezi. Dalili ya pili, anavyojionyesha kwa watu sivyo anavyojionyesha mkiwa pamoja, au unavyosikia anazungumza akiwa mbele za watu sivyo alivyo. Picha anayo, ndio maana watu wengine wananiambia, yani mume wangu Chris huwezi kuamini, yani akija hapa huwezi kuamini haya ninayokuambia. Yani mke wangu Chris Mauki, yani mke wangu ukimuona chachi ni tofauti na huyu ambaye niko naye nyumbani. My friend, sababu kubwa inawezekana amepitia changamoto za kimalezi na kimakuzi. Ya tatu, chochote anachokifanya anakiona ni threat, au chochote anachokifanya wewe, whatever you do, anaona ni threat kwake. Kwa hiyo anaishi kama maisha ya kupambana na wewe, anaishi kama maisha ya kushindana na wewe, anaishi kama maisha ya antagonism na wewe. Yani unaishi kama mshindani wake, yani kama timu Yanga na Simba. Alafu ni mke na mume. Unashangaa kwa nini ni mpenzi wangu? Kwa nini kama anakuwa, yani unaweza kumpa wazo, unashangaa anakuwa threat. Hey, unamwambia unataka kusoma, ana panic. Yani everything you decide, anaona kwamba ni threat kwake. Anaona kama unataka kushindana, wakati wala chanzo kikubwa ni uwezekano wa changamoto za kimalezi na kimakuzi. Dalili ya nne, anatamani asicho nacho na alicho nacho wala akipendi. Yani ataongea vitu vingine watu walivyonavyo wengine, ataongea kuhusu mafanikio ya wengine, magari ya wengine, familia za wengine, watoto walivyo wazuri wa watu wengine, ndoa zilivyo nzuri za watu wengine. Yeye hamna kitu atakumwambia, ataongea kuhusu yeye, ataongea kuhusu watu wengine, lakini alicho nacho yeye wala ataongea na watu wengine. Lakini tano na mwisho, anachosema sicho anachomaanisha. Anachomaanisha sicho anachokisema. Yani anachosema sicho anachokimaanisha. Yani usiamini sana cha mdomoni mwake, mara nyingi sicho anachokimaanisha, na anachomaanisha sicho anachokisema, yani hakisemi. Ndio maana unasema mpenzi wangu haeleweki, simuelewi Dr. Chris, simuelewi. Kwa nini? Kwa sababu anachosema sicho anachomaanisha, na anachomaanisha wala sicho anachokisema. Ukifahamu hizi dalili, utafahamu kwa nini watu wengi wanapata changamoto kubwa, na wengine wanajikuta wameachana wakati wa midlife crisis. Nafasi ya malezi na makuzi is key kwenye maisha ya mpenzi wako. Na sasa hii ikupe alert, kama mna watoto, kuweni makini sana, msije mkawa reproduce mlivyokuwa nyie. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki.